Naam. Sawa Kibuyu. Naam. Kwanza umepiga kwanza msuli. Ndio maana yake hapo hauna nguo ndani. Msuli hauna nguo? Utavaaje na nguo ndani? Wewe unataka hewa unavaa msuli na nguo ndani? Yaani kwani msuli unapigaga bila nguo? Bila nguo si unataka hewa. Bana, mzee wa Kibuyu, tunaona kama alibadili imeanza kuwapata. Naona mmeshaanza kutofahamu. Yaani watu wameanza kuwa na kashikashi sana pale Jangwani. Shida nini? Unajua kuna kitu kimoja mimi nataka kukwambia, sio halal badili. Umeona? Kwa sababu halal badili hakuna mtu alochukua hela ya Simba bale. Ile hela ya wanagombea ni ya Yanga wenyewe. Kwa hiyo sio halal badili. Halal badili ingechukuliwa hela ya Simba ndio ungesema kwamba watu nimewakuta. Tatizo ushamba wa pesa. Ina maana wale wanaogombania ni ushamba wa pesa, sio alibadili? Alibadili ile hela sio ya Simba. Ingekuwa ile hela ya Simba ingekuwa tayari biashara imekwisha. Lakini ile hela sio ya Simba, ile hela ya Dar es Salaam Young Africa. Umeona? Itakuwaje alibadili wakamate? Ina maana walisema kwamba watawasomea majasusi. Huenda wakawa ni majasusi ndio wanagombana ndani ya klabu ya Yanga. Hamna jasusi kati ya wale. Godi Yanga sio jasusi. Na wengine walofuata sio majasusi. Jasusi bado wanayo pale. Atoki pale. Sasa inakuwaje hii hali ya sitofahamu ikiendelea katika viunga vya Jangwani, kwa sababu watu wanadai pesa wanatolewa kwenye grupu? Ushamba, unaujua ushamba. Yule Godi Yanga mshamba. Mimi namwambia hata akija uso kwa uso hivi namwambia, wewe mshamba. Hela mmepewa mgawane wote. Wewe unaifanyiaje hivi? Na ile tatizo lote ni kutokuchezea hela. Yule hajachezea hela siku nyingi toka azaliwe. Kwa hiyo ile milioni 20 kaiona kama bilioni 20. Sasa ule ni mshamba. Hela wagawie wenzio nao. Umeona? Wote si ndio mko katika sehemu moja. Na wengi wamelalamika sana, huenda malalamiko yakafika katika uongozi, ama bado hayajafika katika uongozi. Kama wameaona viongozi wajaribu yule awajibike. Hatutaki sisi hatutaki wana Yanga wenye akili mbovu kama ya kwake. Awajibike. Mimi nimepigiwa simu kutoka Simio. Hebu niambie, mzee wa Yanga vipi, mbona vijana wako hivi na hivi? Sasa uone kama aibu hiyo, analeta mambo ya kishamba. Aita mambo ya kichaga bwana. Ni aibu. Aibu kubwa. Anazalilisha brandi. Kwa sababu sasa wanaonekana watu wa Yanga ndio wanagombana. Na mtu mmoja mjinga yeye mmoja tu. Mzee wa Kibuyu, na watu wa Simba bana wanafurahi kwa sababu wanaamini kwamba ile dua ama ile walioisoma ile ngoma kama imeanza kuwaingia vizuri sana. Hamna albadili, hamna babu, nikwambia. Imesomwa lakini. Albadili imesomwa. Na kama wamesoma albadili wamesoma wao wenyewe. Tatizo kwamba kama watagombana wenyewe kwa wenyewe Simba au ya watu wa Yanga wamechukua hela ya Simba, hapo sawa. Ile hela sio ya Simba. Lakini tunaona wameanza kugombana. Kugombana sio tatizo. Ile hela sio ya Simba. Mimi nakukatalia ile hela sio ya Simba kwa sababu albadili haiendi hivyo. Na maana kisomo bado hakijajibiwa. Hakijajibiwa kwa sababu yule mtu yuko pale naye alitia ubani. Nimeongea naye kanambia nimetia ubani. Na maana yule jasusi naye alikuwa atia ubani. Sasa jasusi ni nani pale? Watamjua wenyewe pale. Watamjua wenyewe. Wenyewe watamjua. Hivi wamesoma dua yao afu bila kuwa na viongozi. Unaona ni sahihi? Wale wenyewe wanauzu bwana. Unasoma albadili unauzu, albadili gani hiyo? Mtu anakuja hajanawa, hajatawaza, muone anakuja kusoma albadili gani? Jana kala nyama nguruwe, leo anakuja kusoma albadili. Watu wametoka Pemba huko. Kutoka Pemba nani anatoka Pemba bwana? Yupo mzee mmoja katoka Pemba ndo kaja kusoma. Mzee mmoja alitoka Pemba, nilikaa naye mimi uwanja wa Taifa. Kuanzia saa 9 mpaka saa 11 alfajiri. Watu wanapita hapa watuoni, sisi tunasoma kitabu pale. Lini? Nani akwambie wewe? Sasa ndio unaniambia. Wewe mtoto mdogo. Akwambie nani? Kwamba na nyinyi mshaisoma? Mshasoma? Sisi mbona kuchinja tunachinja kila siku? Tatizo kuchinja, sisi tunachinja kila siku. Tunachinja wanyama wakubwa. Umeona? Wanyama wakubwa tunachinja sisi.
Hiyo nakwambia, hiyo saa 9 mpaka saa 11 alfajiri, hiyo ilikuwa yangu mimi na wengine. Mlikuwa uwanja wa Benjamin Mkapa pale pale barazani nje. Mzee Kipemba anasema tunakaa hapa, hakuna mtu wa kutuona sisi. Naona hamjaonekana mpaka tunamaliza dua letu saa 11. Lakini ilikuwa ni msimu huu, msimu uliokwisha. Mlikuwa mmetengeneza kwa ajili ya sisi tunajua yeye wenyewe, siwezi kuiongea kwenye nini, siwezi kuiongea kwenye mtandao huu. Au ndo ile ambao wanasema kwamba uwanja umeharibiwa na watu wa Yanga. Umeharibiwa vipi? Wana Simba wanavyodai. Wameuharibu vipi? Wanasema watu wa Yanga mmeuharibu ule uwanja. Uharibu vipi? Na wao wanasema Yanga pale atoki mtu, sisi tumeuharibu vipi? Wewe umesoma dua pale? Sasa dua nilosoma mimi unalijua la nini? Nyinyi mlisoma la nini? Mlisomea uwanja. Mimi nilisoma la nini? Mimi sijasoma dua la uwanja. Tena ilikuwa hata mechi hiyo ya Simba na Waarabu bado. Umeona? Sisi tulisoma dua, ilikuwa na mechi ya Yanga na Simba. Inachezwa saa 11. Watu tunaiwa hivi saa 11. Lazima tuende pale Taifa saa 9. Kwenda zetu Taifa saa 9 mpaka saa 11 tumemaliza dua. Watu wanapita kama hivi. Hamuonekani? Akuone nani? Huyo mzee Mpemba au ndio huyo aliyekuja Simba? Subutu yake. Umguse hata kwa nini? Umguse. Umguse hata kwa nini? Wewe mwenyewe ana kadi ya Yanga unamgusaje? Kwa hiyo ndo anayetengeneza material ya Yanga. Sikiliza ngwambie. Hakuna familia inakosa kuwa na mkubwa. Hakuna familia inakosa kuwa na wazee. Familia inakosa kuwa na wazee, hiyo familia mbovu kama vile ya Simba. Maadili hawana. Sasa watoto watakaowazaa watakuwaje? Viongozi wao lakini wapo wengi wazee. Viongozi wao. Kwani uzee sababu? Unaweza kuwa mzee una akili inakuwaje? Na maana uzee viongozi wa Simba haina sababu yoyote. Nasemaje, viongozi wa Simba hawana maadili ya kusema kwamba sisi ni viongozi inabidi tukae na vijana tuambie hivi na hivi na hivi na hivi. Hakuna. Wale wote bogas. Asa mzee Chembela, kumbe unafika hadi Pemba huko. Kwani usiwasaidie ndugu zako? Niwasaidie. Bana, mara ngapi nakwambia hivi? Watamke kwa ncha yao ya ulimi. Naomba mtusaidie. Sitawasaidia. Lakini Albadili wanasema imewafika. Hakuna mtu aliyomfika Albadili. Ungependa kuambia nini? Kama unataka kujua Albadili si Yanga ametufika, subiri mechi ya Yanga na Simba ndio utajua kama Albadili imetufika. Nyinyi mnapenda kuloga tu mchezo mmoja. Mchezo mmoja namna gani? Si Simba tu na Yanga ndio mnainani. Waarabu vile vile tunawapiga. Waarabu tunawapiga. Ungependa pia kuambia nini? Leo kwanza nikwambie leo. Leo mimi nimekuja hapa nimemheshimu huyu jamaa. Lakini mimi nilipigiwa simu niende Bungu. Kuna kikao cha matawi yote ya mkoa wa Pwani. Bungu, Rufiji. Ndio wanakouawa Simba kila mwaka. Wanaodai kuwa nimemwambia bwana utanisamehe, kuna kijana kaniita, inabidi lazima niende nikawakilisha. Bwana, neno la mwisho kwa wale ambao wanadai kwamba Albadili imewafika. Mimi nasema Albadili hakuna iliyowafika Yanga, isipokuwa wale watu wale ni wajinga wa pesa tu. Basi Albadili hakuna. Albadili ingekuwa kwamba tumeenda kuchukua ile hela Simba, sawa. Lakini ile hela haijachukuliwa Simba. Albadili nampataje mtu? Sikiza nikwambie. Albadili nampata mtu kama wewe umekuja umeniibia mimi. Nakupata. Huenda na wale waliogombana nao huenda waliiba Simba. Waliiba mwaka gani? Ndio majasusi huenda. Wale wote watu wa shamba wale. Yanga 2000 na ngapi sijui.